Tanzania hoi! Asalamu alaykum. Tumsifu Yesu Kristo. Mheshimiwa DC Petro Magoti na viongozi wote mliopo hapa meza kuu, inatambua uwepo wa mkurugenzi, yupo mwenyekiti hapa wa chama, TAKUKURU, zimamoto, lakini pia meneja wa TRA pamoja na viongozi wote wa TFS. Ndugu zangu, siku ya leo nimefurahi sana kuja kuungana hapa na nyinyi leo katika siku hii ya kusherehekea kuzaliwa kwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Ndugu zangu, mimi huyu Magoti ninamfahamu kweli kweli. Alikuwa ni msaidizi wangu kwenye masuala ya kisiasa nikiwa rais. Lakini pia ndugu zangu, nimekuja hapa ili niwaeleze japo kwa dakika chache mazuri yaliyofanywa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Kazi aliyoifanya mama huyu, ndugu zangu, ni kazi kubwa kwelikweli, na ninaufahamu umahiri wake. Ndiyo maana mwaka 2015 wakati ninaingia kugombea urais, nilikuwa ninatafuta jina la mgombea mwenza, ni nani atakayekuwa ni makamu wangu. Ndugu zangu, kulikuwa na majina mawili, la Dr. Samia Suluhu Hassan na Dr. Mwinyi. Nilipata tabu sana wakati wa kuteua, lakini kwenye kichwa changu na mtu ambaye niliona ataenda kuchapa kazi ambaye ataendana na mimi kwa wakati ule, nikaona ndio Dr. Samia Suluhu Hassan. Ninayasema haya ndugu zangu, kazi ya uongozi huwa inapangwa na Mwenyezi Mungu mwenyewe. Mungu ndiye anayefahamu nani awe kiongozi kwa wakati gani. Hata asingekuwa makamu wangu kwa kipindi kile ni Dr. Samia, ina maana mpaka leo rais wa nchi hii angekuwa ni Dr. Mwinyi. Ninafahamu kazi aliyoifanya ni kazi kubwa sana, hasa kwenye sekta ya elimu. Wanafunzi leo mko hapa, shule za serikali ndugu zangu zilikuwa zinadharauliwa sana. Watu wanaziita shule za serikali majina ya ajabu kwelikweli. Mtu anaita shule ya Vidugu, Sadikayumba, sijui nini. Lakini leo hii ninataka niwaambie ndugu zangu, wanafunzi wangu leo mko hapa, na DC huko hapa, na viongozi mko hapa, fikisheni salamu. Kazi aliyoifanya kwenye sekta ya elimu ni kubwa sana. Haya madarasa haya wanafunzi wangu mnayosomea leo, miaka yote ya nyuma hayakuwa hivi. Leo mna hata madirisha ya aluminium. Madirisha haya ndugu zangu hayakuwa hivi. Lakini leo madarasa safi, maji nayo ya uhakika, lakini pia na umeme wa uhakika. Ndio maana niwapongeze sana Joketi Mwegelo Secondary School. Mmefanya vizuri kweli kweli, mnatuwakilisha vizuri sana. Mheshimiwa DC, mimi nisiwe mwongeaji sana leo hapa. Hongereni kwa kazi kubwa ambayo mnaifanya, lakini leo ni siku ya kuzaliwa ya Dr. Samia Suluhu Hassan. Mwambie atembee kifua mbele na aendelee kuchapa kazi. Watanzania tunampenda sana, na hongera ninyi wasaidizi wake ambaye aliwateua kuja kufanya kazi hapa Kisarawe. Upo hapa mkurugenzi, upo Mheshimiwa DC, upo dasi na viongozi wengine wote. Kazi mnayoifanya ni kubwa, na jambo ambalo mmelifanya leo hapa ndugu zangu, nataka niwaambie ukweli, kwa sababu msema ukweli ni mpenzi wa Mungu. Jambo hili ni la upendo kweli kweli. Kwa kuandaa event hii, kumuunga mkono Dr. Samia na kumtakia heri, mimi niwashukuru sana. Nimewaona hapa TFS, hongereni na nyinyi kwa kazi kubwa mnayoifanya, na kwa hili la kutoa michango hasa ya miche. Leo tumepanda hapa miti, hongereni sana. Hongereni sana TRA, nyinyi ndio muhimili mkubwa kwenye swala la maendeleo la taifa.
nchi yoyote duniani haiwezi kukua bila kutegemea kodi. Hongereni sana kwa makusanyo ya kodi ambayo mnayofanya kwenye halmashauri hii ya Kisarawe, lakini pia hata Tanzania yote kwa ujumla. Huu ndio uzalendo wa kweli kweli, na kodi hizi ndizo zinaenda kujenga maendeleo ambayo leo hii tunayaona. Hongereni sana. Asante sana ndugu zangu, na Mungu awabariki sana. Basi kwa heshima